Kwa namna ambavyo umeiona Simba na namna ambavyo umeiona Stellenbosch, unadhani kesho Simba ataondoka na nini? Ukizungumzia mechi ya Simba na Stellenbosch, ni mechi ambayo Simba kwa asilimia 99 anahitaji matokeo, kwa sababu kwanza yuko nyumbani. Advantage ya kwanza yuko nyumbani, inahitaji matokeo mazuri kuanzia goli 2 na kuendelea, ili aweze kujiweka kwenye sehemu ambayo ni nzuri zaidi kwa ajili ya kusonga mbele. Ni mechi ambayo tunategemea kwamba itakuwa na attention kubwa sana kutokana na aina ya mpinzani. Aina ya mpinzani Simba anaenda kukutana nayo, pamoja kwamba ni timu ambayo haina uzoefu sana kwenye michuano, lakini imeonyesha kuna kitu. Na Simba kizarau inaweza ikamletea shida sana. Kwa hiyo Simba anatakiwa ingie kwa kumheshimu kwanza mpinzani. Haijalishi ni mpinzani aina gani amekutana naye. Anatakiwa awe makini kesho, apiga mahesabu makali sana ya kuingia kwenye mechi ya kesho kwa kumheshimu mpinzani. Mpira ni sayansi bro. Ukiangalia mpinzani wa Simba hana uzoefu kwenye michuano hii. Lakini angalia kwenye nafasi aliyotoka, amemtoa nani na nani mpaka kufikia hatua anaenda kucheza na Simba. Kwa hiyo utaona kwamba ni timu ambayo ni changa, lakini ina maunganikano mazuri sana. Ukianza pale nyuma, kwa mfano kama zile beki zake zote pale, ile lineup ya beki ni watu ambao wametoka kwenye timu moja ilikuwa ilicheza mwaka jana na Yanga. Inaitwa timu gani ile? Ya Sauzi. Hapana. Una nini? Amazuru. Amazuru. Ni beki nzima ile Amazuru ndio inacheza pale. Kwa hiyo utaweza kuona na goli kipao ni mzuri. Kwa hiyo baadhi ya wachezaji pale wa kimeshi pale ni wachezaji wazuri sana. Kwa hiyo lazima Simba kama Simba lazima ingia kwa nidhamu kubwa sana kumheshimu mpinzani. Kwa namna ambavyo Simba ameenda kucheza mechi visiwani Zanzibar na tunajua slogan ya Simba mara nyingi na waka pale Benjamin Mkapa. Kwa namna ambavyo inaweza kaathiri mchezo wa kesho. Inaathiri kwa kiasi kikubwa sana. Sidhani kama kuna wengi wanajua hilo, lakini kwa wachache ambao tunajua mpira tunajua kwamba kuna athari kubwa sana. Athari kubwa ya kwanza, uwanja wa Amani ni mdogo. Hauna ule mapana ambayo yanatakiwa. Huwezi kulinganisha na uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo uwanja ni mdogo. Simba ameshazoea kucheza uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao anatawanyika. Yaani unatawanya kama unatawanya vifaranga. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuona kwamba Simba anapokuwa anacheza uwanja wa Taifa, anakuwa anatanua uwanja, anakuwa na mapafu, anakimbiza sana. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo ni advantage nyingine ambayo Simba anaenda kuikosa katika mechi ya kesho. Inaonekana Stellenbosch wameshawahi kupokea kichapo cha goli 5 na RS Berkane. Hii inaweza kuwa inatoa tafsiri kwamba Simba anaenda kukutana na timu ambayo kiukweli ni ya kawaida sana. Kwa swali lako au kwa mtizamo wa watu wengi na wanavyofikiri, ni timu ya kawaida. Ukiangalia kwa macho ya kawaida ni timu ya kawaida, lakini sio timu ya kawaida. Sio timu ya kawaida kutokana na kwa sehemu ilivyotoka na mpaka ilipofika. Utaangalia hizo stage, ni timu gani amekutana nayo. Yani sababu ya kufungwa goli 5 isija kaonyesha kwamba hiyo timu ni mbovu. Simba wakati ana struggle miaka 5 nyuma, tumefungwa goli 5 nyingi sana. Lakini angalia namna gani tumestruggle mpaka sasa hivi. Kwa mfano angalia kwenye msimu wa mwaka huu, Simba imeruhusu mechi moja tu mabao 2 ugenini. Lakini huko nyuma tulikuwa tuna struggle, tunapigwa goli 4, goli 5, goli 4, goli 5. Kipigo cha goli 5 kinakufundisha ni namna gani mimi natakiwa nijipange. Kwa hiyo kwa wengi wetu wa Tanzania au wapenda mpira wa Tanzania wanaona ile timu nani au wa South ni timu ndogo sana, lakini kiuhalisia ni timu kubwa. Hajafika hapo kwa kubahatisha. Hajafika hapo kwa penalty kwamba labda wamefika penalty wamegombea mpira, hapana. Ni dakika 90 zinatoa maamuzi, anasonga mbele. Dakika 90 zinatoa maamuzi, anasonga mbele. Kwa hiyo ni namna gani unaweza kuangalia kwamba Simba anaenda kukutana na timu ngumu. Lakini kingine ninachoenda kukiona kwenye mfumo wanaotumia wale jamaa na Simba ni mfumo mama, ni mfumo unaenda kushabiana. Utaona kabisa wale jamaa wanakaa nyuma sana ya mpira. Wanakaa nyuma mpira, wanatumia mpira ya pembeni, wanakimbia sana. Huwezi kutofautisha na mfumo wa Simba. Simba ndio mfumo anaotumia. Kwa hiyo tunaenda kuangalia mechi moja, tunaenda kuangalia bonge la mechi ambayo itakuwa na ufundi mkubwa sana, lakini Simba atakuwa na advantage kwa sababu anacheza kwenye ardhi ya nyumbani, anatakiwa apate matokeo, anatakiwa amalize mechi akiwa huko nyumbani kwetu.
Kwa namna ambavyo umetazama Simba na unavyoijua na kuifuatilia, unadhani ushindi unaweza kutokea upande gani pale Simba? Ushindi upo kama kocha hatakuwa na mambo mengi sana, benchi la ufundi halitakuwa na mambo mengi sana ya kubadilisha first 11 ya Simba. Kwa mfano akianza na kikosi kilichotoka kushinda mechi hii ya Al Masry, endapo kama beki wetu atakuwa amepona nani Chamalon, anaweza akapewa nafasi. Sio sababu sana, kwa sababu tunacheza nyumbani, kwa sababu Simba itakuwa asili ya Simba inapocheza nyumbani inamiliki mpira kwa 99%. Kwa hiyo sidhani kama kuna shida sana. Akimtumia huyu Chamo sio mzuri kwenye mikimbio, ni mzito na wale jamaa wanakimbia sana. Kwa hiyo itakuwa ni athari kubwa sana. Ni bora huyu aanze at least acheze hata dakika 45 za kwanza, afu mwingine amalizie. Kwa hiyo ukitupangia first 11 pale unaweza kuanza na nani? First 11 ya Simba inajulikana. Goalkeeper tunaanza na Kamara namba 1 pale. Tunakuja kushoto tunaanza na Shabalala, kulia tunaanza kama kawaida tuliyomzoea Kapombe. Beki ya katikati imezoeleka kama kawaida. Tumeshanielewa. Tunamwanzisha Kagoma anafuata Fabregas. Ngoma, si ndio? Ukishafika hapo sidhani kama kuna mabadiliko makubwa sana kwenye upande wa benchi la ufundi. Kama kawaida. Pale yani kikosi cha Simba kinajulikana. Ni substitution ya mchezaji mmoja tu ambaye natamani mimi kesho nimuone. Lakini kama tukianza na Chamau ni mzito, pamoja kwamba ni mchezaji mzuri, lakini hajapata nafasi nyingi sana ya kucheza katika msimu huu. Mchezaji kadri anavyocheza anaingia kwenye performance nzuri, lakini mchezaji akiingia anacheza mechi moja, anatoka anacheza mechi ya pili, hawezi kuwa kwa 100%. Kwa hiyo hawezi kuwa mzuri sana kwa aina ya mpinzani tunaenda kukutana naye. Mechi inamhusu Chemaloni aanze. Sawa, ukipewa sasa na kocha Fadlu Davis kwamba umchagulie kati ya Ateba na Mokwara, Stephen Dese Mokwara, aondoke na nani kesho? Wengi nafikiri hawajui tofauti ya Stephen Dese Mokwara na huyu na Ateba. Wana sifa mbili tofauti. Ateba ni mzuri sana tukiwa Simba ikiwa anacheza ugenini, kwa sababu ni mtu anayecheza kwenye zoni ya wapinzani. Kwa hiyo mpira wote utakaopigwa mbele mara nyingi lazima audake. Kwa hiyo akishapokea ule mpira anasubiri wenzake wanakimbia. Ni tofauti na Stephen Mokwara. Mokwara yeye ni mtu wa kutafuta mpira muda wote. Mpira inaweza kapigwa mbele tukiwa tunacheza ugenini, Mokwara amesharudi nyuma kuja kusaidia kukaba. Lakini tunapocheza nyumbani kwenye ardhi yetu, Simba inakuwa inaenda kushambulia muda mwingi, alafu yeye ni mwepesi sana kufanya maamuzi kwenye eneo la mpinzani. Kwa hiyo kesho, panapo majaliwa, Mokwara anatakiwa kuanza mechi ya kesho, inamhusu. Na Stephen Dese Mokwara. Yes, kwa sababu hata ukiangalia mechi iliyopita ameingia na kuna kitu amekuonyesha. Na si tu mechi iliyopita, ni lazima urudi nyuma uweke kumbukumbu zako sawa kwamba mechi zote ambazo Simba ameenda kucheza away, Ateba ndo ameanza. Mechi zote ambazo Simba amecheza nyumbani, Mokwara ndo ameanza. Kwa hiyo kuna tofauti. Mechi ya Ateba tuachie kwa nyumbani, alafu tutamfikiria kuhusu South Africa. Hii mechi inahitaji tumalize nyumbani. Mechi inahitaji tumalize nyumbani. Kwa hiyo Mokwara ana 99% ya kuanza mechi ya kesho. Kwa nini anataka kuanza kesho? Tunataka tumalize mechi tukiwa nyumbani. Tukienda kucheza ugenini, tukiwa tumeshapata matokeo, sisi hatuhitaji sana matokeo. Tunatakiwa ufanye kosa tukufunge kutokana na makosa yako. Kwa hiyo hatuhitaji kwenda kushambulia sana. Mpira wa Afrika kama unavyoelewa, mechi ya nyumbani unapewa 75% ya kushinda, lakini mechi ya ugenini unapewa 25% ya kushinda. Tumeangalia nusu fainali ya klabu bingwa, imekuwa kama vile ni Misri dhidi ya Afrika Kusini, kwa maana ya mataifa haya mawili ndio yameingiza timu mbili kwenda kuchuana, na mechi zote zimetoa sare tasa. Wewe unaizungumzia? Kwa mfano mechi ya Mamelodi na Al Ahly, mimi naipa nafasi Mamelodi. Kwa nini naipa nafasi Mamelodi? Imetoka kupata matokeo ambayo ni ya matokeo ya bila.
Kwa hiyo ana advantage kubwa sana kule kwao, kwa sababu kama unavyoelewa Al Ahly akiwa nyumbani anashambulia sana. Kwa hiyo akienda kushambulia sana na mfumo wanaotumia Mamelodi, wana nafasi kubwa sana ya kwenda kuscore kule kwao kupata matokeo. Lakini ukirudi nyuma kuja kuangalia Kaizer Chiefs ni Kaizer Chiefs Orlando Pirates na Pyramid. Mimi naipa nafasi Pyramid inaenda kushinda mechi ya nyumbani. Mechi ya Orlando na Pyramid ni mechi ambayo mimi naiona kwamba kwa kuwa mechi ya kwanza imetoa matokeo ya bila, naenda kuona Orlando anaenda kupoteza mechi, kwa sababu Orlando hana nidhamu ya ukabaji. Orlando anacheza mpira wa wazi, akiwa nyumbani anacheza mpira wa kujiachia, akiwa ugenini anacheza mpira wa kujiachia. Sasa kitu ambacho kinaenda kumkosti. Wale Waarabu akiwa nyumbani ni watu wengine, utafungwa hata kwa figisu. Hiyo VAR ilikuwa inakataa mabao leo, kule itakuwa inaweka kati. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba Pyramid kule anaenda kushinda, kwa namna yoyote anaenda kushinda. Kwa hiyo ninaweza kutabiri kwamba naenda kuiona finali. Tulitamani finali iwe Msauzi na Misri, lakini tusubiri tuone matokeo, dakika 90 itasema nini. Inaweza ikawa ni Pyramid dhidi ya Mamelodi Sundowns. Hapana. Inaweza kawa Pyramid na Al Ahly. Inaweza kawa Pyramid na Al Ahly. Wanaweza wakacheza Waarabu wenyewe kwa wenyewe.